وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أي وإذا سألك أيها النبي عبادي، na watakapokuuliza ewe mtume waja wangu hapa, waja wote waingie wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanauliza jambo hilo. An qurbi wa ijabati liduaihim, wakuuliza kuhusu mimi kuwa karibu na wao na kuwaitikia maombi yao. Fa inni qaribun minhum alimun bi ahwalihim, wajue kuwa mimi niko karibu na wao, na ukaribu huu ni wa kusikia, akuona, ajua hali yako. Tena fa inni qaribun minhum alimun bi ahwalihim sami'un li du'aihim, nasikia maombi yao wanaponiomba. Hakuna haja upige kelele, akusikia Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika adabu za kuomba dua umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti ya chini. Tazama Zakaria alayhi salatu wassalam, Allah msifu idh nada rabbahu nidaan khafiya, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa kuficha, kwa sauti ya chini. Na hii yaonyesha udhalilifu wako na ufakiri wako na kuhitaji kwako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kumwona mtu akitaka kuomba kwa mwenzake amuomba kwa unyonge, basi bwana alikuwa anakuambia wajua bwana mambo kidogo, lakini akimwomba Mola wake atakutupigiza kelele. Usipige kelele bwana, ud'u rabbakum tadarruan khufya. Na hii ndio iko karibu zaidi na ikhlas, sababu ni baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe peke yako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu karim, Allah akutangazie wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i ila idha da'an fa inni qaribun fala yahtajuna ila usata. Mimi niko karibu, hawahitaji kupitia kwa mtu yoyote mwingine, moja kwa moja waniombe. Mimi nashangaa sana mtu atumia hii aya kuelekeza watu kuomba maiti. Hawa jamaa vichaa makhurafi. Ama hamjui nyinyi kwa wasema vipi utatumia hii aya kumwambia mtu kuwa wewe dua yako ikubaliwi mpaka upitie maiti fulani? Ndio siku zile yule bwana akasema ibadi, maana yake ni waja wake special. Hii tafsiri unaitoa wapi mwanangu? Unatoa wapi tafsiri? Min kisihi. Sheikh Abdullah al-Farsi alikuwa akisema hadha min kisihi, ametoa mfukoni mwake. Hakuna mwana wa chuoni hata hajazaliwa alisema maneno kwa ibadi. Hapa kusudiwa nani? Wale waja wema, wale walokufa wale. Kwa hivyo mpaka upitie kwao. Allah asema fa inni qaribun. Na subhanallah, angalia hikma ya Allah, kila suala aliloulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo ilivyojibiwa. Yasalunaka 'anil ahilla, semaje Allah kujibu? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Wa yasalunaka 'anil mahid, qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid. Wa yasalunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Kila aya iliyokuja yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul inma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Zote zimekuja na qul, isipokuwa hii peke yake katika Qur'an, aya moja peke yake. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, Allah hakusema faqul inni qarib, la fa inni qarib, bimaana hakuna wasita baina yangu mimi na waja wangu. Hata sikwambii wewe waambie, la, mimi niko karibu na wao, waniombe moja kwa moja. Kwa mtu asije akakwambia wewe lakini wajua ni mtu wa madhambi, dua yako haikubaliwi mpaka upitie kwa wale, kwa sababu wale kadha wa kadha. Katika hadith qudsi Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Angalia waita hiyo ya ibadi, special sio? Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, nyinyi mwafanya madhambi usiku na mchana mwakosea. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi nasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni maghfira nitawasamehe. Nyinyi mna madhambi, shakubali,
sasa hii wasemaje hadithi? Wataka kunikatisha tamaa na Mola wangu bwana? Ndio maana zamani mpaka sasa kuna wengine utembea na kitabu hapa kile cha tawasuli kile kitabu cha kula mtele. Wataka dua? Utakupigia? Wataka bei gani? 500 ama 1000? Wallahi alazim nishaona mtu fanyia siku ya Eid azunguka na kijitabu chake hivi sika kitunga nani huko, kisha waambia watu utaka dua vipi? Ukitoa pesa ndogo dua haraka haraka tu, haraka haraka kisha wenda zake shabba 500 yake itamfukoni. Wataka dua nzuri lipa zaidi. Ukimpa 1000 utatamani aondoke, mpe 1000 pale, ajua mimi si ndio kibarua hapa namalizia, ataketi akuombee wewe wajua wazi dua ile ikubaliwi, dua ya pesa. Hakufanya kwa ajili ya Allah, amfanya kwa sababu wewe unampa pesa. Jamani, wataka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, muombe moja kwa moja. Allah ashakutangazia fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, fa inni qaribun minhum alimun bi ahwalihim sami'un li du'a'ihim fala yahtajuna ila wusata. Wallahi hauhitaji wewe kupitia kwa mtu yoyote katika dua. Mpaka wanaovioni wasema kuwa bora kwa mtu asimwambie mwenzake kuwa niombee dua, aombe yeye bora, kwa sababu yeye wajijua zaidi hali yake, yeye ni mhitaji zaidi kuliko mtu yote mwingine. Kwa akijiombea yeye atajiombea kwa ikhlas, kwa sababu shida si zake. Bora zaidi ajiombee mwenyewe, ila ikiwa yumtakia khairi yule ndugu yake, amona hajishughulishi na dua, kamwambia bwana niombee dua, yeye nia yake ni kwa yule mtu ajishughulishe na dua, na pia anapomwombea kwa siri na yeye apate. Lakini ni undugu wa aina gani huu mpaka ndugu yako kwambie niombe dua ndio muombea? Kama kweli wewe ndugu zako hawa na wajua ana shida, si umuombee tu mpaka aje akwambie bwana. Umeona ndugu yako katika shida, uwezi kukaa kando peke yako ukasema mimi leo nataka kumwombea ndugu yangu fulani dua, namuona ana shida sana, wacha nimuombee Allah muondolee. Wewe waongoja mpaka uje uombwe. Wallahu almusta'an. Wala ila raf'i aswatihim, wala Allah hahitaji nyinyi kunyanyua sauti zenu juu, piga kelele rabbana atina. Kuna ukienda umra utakuta kuna rabbana atina nini fujo hili nini tartibuni. Allah subhanahu wa ta'ala hataki ili fujo, yuko karibu na wewe. Kwa nini wanyanyua sauti hivyo, piga kelele bwana? Hataki kwetu sisi tupige kelele. Allah subhanahu wa ta'ala wasikie unapomuomba. Wala ila raf'i aswatihim, wala hahitaji wao kunyanyua sauti zao juu.